Leo mkaangalieni sana matokeo ya form 4. Dar es Salaam tunafanya vizuri, lakini sio vizuri sana. Mnajua kwa sababu gani? Pamoja na sababu zingine zote, lakini kwa sababu watoto wetu pia wamezagaa sana kama nyani pori. Anapotoka hapa shuleni ameshaachana na mwalimu, hakuna tena ufuatiliaji hapo katikati. Huu tuko mwaka 2026. Tuna wanafunzi hao mliowataja. Wanafunzi waliopo darasa la 5 leo wataingia form 1 na wanafunzi walioko darasa la 6. Yaani wanafunzi wa darasa la 5 darasa la 7 yao ni darasa la 6. Na wanafunzi wa darasa la 6 waliopo leo darasa la 7 lao ni darasa la 7. Kwa hiyo wanafunzi wa darasa la 6 watakapokuwa darasa la 7 na wanafunzi wa darasa la 5 watakuwa la 7 kwa maana ya la 6. Kwa hiyo kama leo hii tunaiona hayo makuzi ya wanafunzi madarasani, maana yake tuna mwaka ambao tusipojipanga tutalia, kwa sababu madarasa mawili yanakwenda kuungana na kuwa form 1. Kwa lugha nyepesi, Mstahiki Meya kupitia baraza lako la madiwani, ujenzi huu wa magorofa isiwe kwa hisani, iwe ni agenda ya kudumu katika vikao vyenu vyote. Magorofa kwa sababu kwanza, ifikapo mwaka 2040 wataalamu wanasema idadi ya watu ulionayo leo itakuwa mara 2. Kwa kama leo tuko milioni 61, maana yake ifikapo mwaka 2040 ambao ni kesho tu, wala sio mbali sana, tunazungumzia watu milioni 120 plus. Lakini kama mjuavyo, idadi ya watu inapokuwa, ardhi hainyumbuki, ardhi inabaki vile vile. Sasa maelekezo yangu kupitia hilo ni haya yafuatayo. La kwanza, huwa mara nyingi nikiangalia kwenye clip mbalimbali, nikiona wanafunzi wa mkoa wa Dar es Salaam na katika wilaya zake wanakaa chini, hawana madawati. Katika manispaa kubwa kama hizi, ambayo manispaa hiyo inakuwa inaongozwa na mkurugenzi mwenye degree na aliyeaminiwa na rais, inakuwa inaongozwa na Mstahiki Meya aliyeaminiwa na wananchi na aliyeaminiwa na madiwani, na wilaya hiyo inakuwa iko chini ya mkuu wa wilaya aliyeaminiwa na serikali na aliyeaminiwa na mheshimiwa rais, na ina maafisa elimu wake wenye madigrii vile vile. Nataka niwathibitishie, wanafunzi kukaa chini wala sio mipango, wala sio uhaba wa fedha, ni ukosefu wa mipango. Kwa sababu kila mwaka lazima uwe na projection ya chini ya miaka 5, 10 mpaka 15, uweze kujua kama leo na form 1 900, maana yake ni kwamba mwakani very likely kuwa na form 1 1100, ongeza hata 200. Lazima ujiulize watakaa wapi, watasomaje. Maana yake maafisa wetu katika halmashauri zetu, wakiwemo maafisa elimu, watusaidie kuplan na njia sahihi za kuweza kuwa na mabweni ya kudumu kwa wanafunzi ambao leo watakuwa wanajiunga na kidato cha kwanza. Leo mkaangalieni sana matokeo ya form 4. Dar es Salaam tunafanya vizuri, lakini sio vizuri sana. Mnajua kwa sababu gani? Pamoja na sababu zingine zote, lakini kwa sababu watoto wetu pia wamezagaa sana kama nyani pori. Anapotoka hapa shuleni ameshaachana na mwalimu, hakuna tena ufuatiliaji hapo katikati kujua amepanda daladala saa ngapi, anafika nyumbani saa ngapi. Mzazi anaingia alikuwa kwenye foleni na mtoto anaingia alikuwa kwenye foleni, wakikutana saa 2 wanapeana pole, hata kama mtoto ametoka kwenye vichaka vya kwenda kufanya uovu.
Kwa hiyo tukimanage vizuri watu wetu wakawa hapo, itasaidia sana. Hayo ni maelekezo yangu muhimu na madhubuti. Lakini namba 2, shule hii mkiangalia na hii barabara, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, napokuja hii barabara nimeona, naweza nikasema imejaa wafanyabiashara kwa biashara ambazo hazipendezeshi mji. Imejaa scraper kila mahali. Sasa ni muhimu pia tukawa na ubunifu wa ziada kujua kwamba miji yetu sasa inakuwa, scraper zikakae wapi na wapi vikae vitu visafi. Kwa hiyo hayo ni maelekezo namba 2. Namba 3, kwa sababu hii ni shule iko Machoni, uwekezaji huu uliofanyika lazima uendane pia na vazi jingine. Uweze kuvaa suti na ndala. Ukivaa suti na ndala, ukiwa unaongea Kiingereza na simu, mtu anajua huyu jamaa chizi na amekimbia Mirembe. Hata kama umeacha kiatu chako kinapigwa shushaini mahali. Maana yake ni kwamba kila vazi linaendana na vazi jenzie. Vazi zuri la magorofa haya ni fence nzuri. Fence pale nje lazima muweke fence sasa nzuri, ambayo ndio vazi mbadala la gorofa hili. Msipoweka fence hapo, watakuja hapo nje wafanya biashara mbalimbali. Anafanya biashara, anakutongozea watoto wako hapa. Mtoto anasoma hapa, anamwaza boyfriend nje. Mtoto anasoma hapa, anamwaza girlfriend nje. Mwisho wa siku tutaingia kwenye dhambi ya kutokuwa control watoto ili waweze kuipata future yao iliyo njema, kwa sababu ya mazingira ambayo tumeharibu wenyewe. Shule hizi leo mkiangalia, kama tu eneo la kujenga shule hatuna, manake ni dhahiri kwamba maeneo ya kufanyia mazoezi hayapo kabisa. Kwa hiyo namba 3, mjue mnalea watoto wazuri kwenye brain, ambao wataweza kuwa wazuri kwenye akili, lakini wanaoweza kuwa hatarini kwenye afya dhaifu. Zamani tulikuwa tunaamka, shule zetu kwanza zilikuwa mbali, si ndio? Kwa wale ambao mmesoma huko vijijini, shule zilikuwa mbali. Kwenda tu kwenye shule ni mazoezi, kwa sababu kilomita 10 unakwenda, kilomita 10 unarudi. Hakuna mtu atakwambia fanya mazoezi. Uongo kweli? Lakini leo shule hazina viwanja, ambayo sio sera kabisa ya elimu ya sekondari wala msingi mtoto kuto kufanya mazoezi. Uongo kweli? Sasa lazima tuingie kwenye ubunifu mpya. Hivi watoto hawa tunawafanyaje ili wawe ni watoto ambao wanajali michezo na wanajali mazoezi? Ni muhimu kuingia kwenye ushirikiano kati ya shule zenye viwanja na shule zisizo na viwanja, na watoto wetu kuwa wanakwenda na kujiofu, wanakwenda na kurudi, ili kuhakikisha kwamba muda mwingi wanafanya pia mazoezi.